Akiongea na waandishi wa habari jijini Dodoma, mtendaji mkuu wa mahakama ya Tanzania Profesa Elisante Ole Gabriel amesema jengo la makao makuu ya mahakama Tanzania linalotarajiwa kuzinduliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan Aprili 5, 2025 jijini Dodoma litakuwa la kwanza kwa ukubwa barani Afrika kati ya majengo ya makao makuu ya mahakama barani humo na kushika nafasi ya 6 duniani. Profesa Gabriel amesema jengo la makao makuu ya mahakama linaloongoza kwa ukubwa duniani lipo Asia ikiwa na ukubwa wa mita za mraba 147,000. Hadi yetu kwenu na mimi kama mtendaji mkuu wa mahakama ni kwamba miradi hii inayokwenda kuzinduliwa Jumamosi, ambayo jumla ya gharama yake ile mitatu tu ni bilioni 185.4, yani jengo la utumishi wa mahakama, majengo yale ya makazi ya waheshimiwa majaji na jengo hili la makao makuu ya mahakama, tunaahidi kwamba tutaendelea kuyatunza iwe fahari ya Watanzania, iwe fahari ya Afrika na fahari ya dunia, na kwa hakika majengo haya yatachachua hata tija ya utendaji na utoaji haki katika nchi yetu. Niwaombe hata wale wadau ambao nao watapewa ofisi katika majengo haya, wanaoshiriki katika mnyororo wa haki, wathamini fursa hii ili sote kwa pamoja tuhudumie hawa Tanzania ambao kwao hawajali utenganifu wa mihimili hii, kwamba kuna bunge, kuna mahakama, kuna serikali. Wao wanachotaka ni huduma. Nasi kama mahakama tutaendelea kushirikiana na mihimili mingine, na haimaanishi kuingiliwa, bali kushirikiana na kushirikishana. Haimaanishi disconnection of power, lakini ni separation of power. Na kazi tunaamini kwamba itakwenda vizuri na haki itaendelea kupatikana kwa weledi wa hali ya juu. Aidha, amesema jengo hilo litakuwa la kipekee kwa kuwa na muundo wa nyota, ikiwa na sakafu 9 na limejengwa kudumu kwa zaidi ya miaka 100. Pia litakuwa na mifumo ya kisasa ya tehama itakayotumia akili bandia, maroboti ya kuelekeza watu kwenye ofisi mbalimbali, pamoja na sehemu ya kutoa helikopta, miongoni mwa mengi yatakayokuwa kwenye jengo hilo lililojengwa chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Ina sakafu 9 ikiwepo na terrace kule juu, yamewekwa matanki ya maji, lakini pia air conditioning system kule juu. Kwa hiyo kwa kweli ni jengo ambalo limezingatia viwango vinavyostahili. Yuko dada Shari, mtasameka majina nakosea kidogo, yeye anatoka Mwananchi, anasema je, baada ya kujenga kuna upungufu. Shari, swali lako ni zuri, lakini mara nyingi sisi tunaangalia kwamba glasi imejaa kiasi gani, siko pungufu kiasi gani. Kwa hiyo tunaangalia kwamba how much the glass is full, not how much is empty. Sababu Shari ni kwamba kwa hakika uteuzi, ajira inaongezeka kila wakati na majengo yanaendelea kujengwa. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunategemea tuendelee kuboresha kadri ambavyo inawezekana. Lakini nikiri kwamba eneo ambalo tuna upungufu mkubwa sasa Shari ni kule kwenye mahakama za mwanzo. Mahakama za mwanzo sasa tunazo 960, lakini kwa kweli mahitaji ni makubwa. Lakini vile vile makazi, kwa maana ya mahakimu, pia tunategemea tuwekeze pia katika kuhakikisha kwamba tuna makazi mazuri kule katika maeneo ya mahakama za mwanzo. Uzinduzi huu unatarajiwa kuhudhuriwa na wageni wapatao 2500, ambapo wageni 1000 ni wateja wa ndani ambao ni watumishi wa mahakama kutoka kila mkoa, huku wageni wengine 1000 wakiwa ni wenyeji wa mkoa wa Dodoma, na wageni wengine wakitarajiwa kuwa viongozi mbalimbali ndani na nje ya nchi. Mimi ni Mariam Kasawa.